katika kikao hiki ambacho biidhnillah kitakuwa ni kifupi, lakini kikizungumza qadhiya hama tamussu alhaja ilaiha, qadhiya kesi iliyokuwa muhimu sana, yani haja inagusa haja za waislamu wengi duniani, hasatan katika wakati tuliokuwa nao na katika miji tuliokuwa nayo, na kusudia Tanzania umuman wa Zinjibara khususan, masala ambayo umefitinika nayo wengi katika waislamu na wasiokuwa waislamu, lakini lengo letu zaidi ni waislamu. Masala hayo ni mas'alatu an-nidhamu ad-demokratiya, nidhamu na mfumo wa demokrasia na nafasi yake katika Uislamu. Na lengo zaidi ni kuonesha sisi hapa kwamba nidhamu ya demokratia haikaribiani kabisa na nidhamu ya shura fil Islam, katika dini ya Uislamu. Idhil Islamu dinun hanifu, kwani Uislamu ni dini iliyokuwa safi. Masdaruhu min Allah subhanahu, chimbuko lake Uislamu ni kutoka kwa Allah subhanahu, na ndio dini ambayo daa ilayhi jami'ul anbiya'i war-rusuli, dini ambayo wamelingania manabii wote, mitume wote na manabii wote. Wa amma ad-demokratiya fahuwa nidhamu ad-demokratiya fahiya nidham assasaha al-kuffar al-wathaniyun, nidhamu ambayo wameiasisi makafiri ambao ni makafiri wabaya zaidi, wale waliokuwa hawana hata kitabu, wale ambao walikuwa wakiabudu kile wanachotaka wao kukiabudu. Kaifa yastawiyani, vinawezaje kuwa sawasawa vitu hivi viwili? Sheria aliyoweka Allah na sheria waliokuwa watu ambao hata kitabu hawana wakaitunga wenyewe wao, si jambo la sawa. Kwa hivyo alfarqu baina ash-shura wad-demokratiya, tofauti ya shura ya Uislamu na tofauti ya demokrasia, demokrasi ni nini? Kabla ya kuja kuzungumza tofauti ya vitu hivi viwili, pia kuna umuhimu mkubwa wa kufahamu vitu vyote hivi viwili, mashura wa demokratia. Shura ni nini na demokrasia ni nini? Tukishafahamu taarifu ya vitu hivi viwili, pia tunaweza tukapata mwangaza wa kuona kwamba je, vinaweza vikafanana au vinaweza visifanane. Alfarqu baina ash-shura wad-demokratia, kwa mada imesema tofauti baina ya shura. Kwa tutaanza kuiangalia shura maana yake na vipi imeelezwa katika sheria na katika lugha ya Kiarabu. Ashura wa tashawur au watashawur, maana yake tabadul al-ara'i fil umuri dhati as-sila bil jamaa, ni kubadilishana rai na mawazo katika mambo ambayo yanahusiana na kundi la watu. Baki hakuna shura wewe mwenyewe ukasema nakaa shura na nafsi yangu alafu niangalie jambo langu nitalipeleka vipi, au kawaita wenzio, jamani tukaeni shura, mimi nina jambo langu mniambie nalipeleka vipi. Ili iwe shura lazima lile jambo liwe ni jambo la watu wengi. At-tashawur wa tabadul al-ara, ni kushauriana na kubadilishana mawazo fil umuri dhati silati bil jamaa, kuhusiana na mambo ambayo yanahusiana na kundi kubwa la watu.
sawa'un kanat umuran diniya au dunyawiya, ni sawa sawa yakiwa hayo mambo ambayo tunabadilishana mawazo ni mambo ya kidini au ni mambo ya kidunia, bihadafi al-usuli ila afdali qararin wa ansab hilli, kwa lengo la kufikia katika qarar, katika maamuzi yaliyokuwa ni bora zaidi, na kwa lengo la kufikia katika hili, katika solution iliyokuwa ansab, inaendana zaidi na ile hali ambayo watu wako nayo. Wakakaa wakajadiliana namna gani tutauendeleza mbele msikiti wetu, namna gani tutaendeleza mbele familia yetu. Wakakaa kutafuta rai iliyokuwa bora katika mambo ya kidini au mambo ya kidunia. Hiyo ni shura. Na shura hata Mtume sallallahu alaihi wasallama aliamrishwa akaishura na awashauri masahaba, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Na washauri hao masahaba zako katika jambo ambalo umeazimia kulichukulia maamuzi. Ndio yako mambo ambayo Mtume alitaka kuyafanya, lakini masahaba wakamuuliza, awahyuhu am ra'yuka, Mtume unafanya ni wahyi umeletewa na Allah au ni rai yako? Mwingine anasema bal huwa ra'yi, bal ni rai yangu. Basi wanaambia kilichokuwa sawa bora tungefanya hivi kwa ajili ya kuchunga maslahi haya au kuzuia mafsadi haya. Kwa Mtume akawa ni mwenye kuwataka ushauri maswahaba zake katika baadhi ya mambo. Wa hakadha Allah akasema, walladhina istajabu lirabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hii aya na kitu muhimu sana. Na wale ambao wamemuitikia Mola wao kwa kutekeleza amri za Mola wao na kujiepusha na makatazo yale ambayo ameyakataza Mola wao, hawa ambao kwanza walimuitikia Mola wao, wa aqamu ssalata, wakasimamisha swala, wa kuisali swala bishurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, wa aqamu ssalata, na wakaisimamisha swala, asiwe mujarrad wa kuswali. Wa amruhum shura bainahum, na jambo lao likawa ni shura kati yao. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile ambavyo tumewaruzuku wao wanatoa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu akisimulia kwa kusema, ma ra'aytu ahadan akthara mashuratan li ashabihi min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, fima akhrajahu al-imam ash-Shafi'i wal-Bayhaqi rahmatullahi ta'ala ala al-jami'. Nasema ma ra'aytu ahadan, japatapo kumuona mtu yoyote, akthara mashuratan li ashabihi, ambaye alikuwa ni mwingi wa kuwashauri masahaba zake, minan nabii sallallahu alayhi wasallam, kuliko alipokuwa Mtume ni mwingi wa kuwashauri masahaba zake. Na jambo la shura pia ni jambo maarufu hata kwa waliotangulia, wakihimiza mambo ya kukaa watu wakashauriana. shawir sadiqaka fil khafiyil mushkili waqbal nasihata nasihin mutafaddili, fallahu awsa bidhaka nabiyahu fi qawlihi shawirhum wa tawakkali. Nasema mwenye kusema shawir sadiqaka fil khafiyil mushkili, mtake ushauri mwenzio kwenye matatizo yaliyojificha. Waqbal nasihata nasihin mutafaddili, nazikubali nasaha
za mwenye kutoa nasaha ambaye tafadhala alayka binus, yani ametafadhali kwa kukupa wewe nasaha. Fallahu qad awsa bidhaka nabiyahu, Allah amemuhusia kwa jambo hilo la kutaka ushauri mtume wake. Fi qawlihi shawirhum wa tawakkali, kwenye kauli yake Allah alipomwambia mtume watake ushauri mtawakkal, kwenye aya tangulia Allah akamwambia washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Huyo akasema fi qawlihi shawirhum wa tawakkal, kama elezo kuhusiana shura yako mengi, na shura inakuwa katika mambo ambayo hakuna nafsi, hakuna dalili ya kuelekeza jambo hilo au kukataza jambo hilo. Ndio maana wale maswahaba walikuwa wakimpa ushauri mtume katika baadhi ya masala. Kwanza wanamuuliza awahyun hu, mtume haya maamuzi uliyofanya ni wahi? Hii maana yake nini? Kama ni wahi tusiingilie, amrayu au ni rai yako. Kama ni rai yako wewe ni bashar, waweza kukosea, lakini kama ni wahi hautakosea katika wahi, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ni nini? Ni maasumu min al-khata'i, amekingwa na makosa, hawezi kukosea. Kwa hiyo katika maneno haya ya maswahaba nastafidu alla shurata fi nas, kwamba hakuna shura katika jambo ambalo nafsi ishakuja. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakuna kukaa shura tukasema mwaonaje magharibi tukaiswali saa 10 ili watu wakapata kupumzika, kwa sababu baina magharibi inaisha muda mdogo. Tungeswali alasiri saa 9:30, magharibi saa 10, alafu tukaja saa 2:30 tukaswali sala ya al-isha. La, hakuna shura katika masala haya, kwa sababu haya ni masala yanajulikana kwa wahi. Lakini kuna mambo mtume kayaacha maslahi yake wa hakadha na mambo mengine. Tunaelewa hiyo ni shura, na hiyo ndio nafasi yake katika Uislamu. Ama demokratia, ama demokrasia ambayo sasa hivi mwenye kuikhalifu demokrasia atapewa majina mengi, teta, yani hataki haki za wengine na kwa vile demokrasia ni kitu walichokianzisha watu. Kwa hivyo wao waliokianzisha ndio watakuwa nakifahamu zaidi kitu hiki. Kwa hivyo man arada an yu'arifa demokratiyata, yule ambaye anataka kuitolea maana, kuidefine democracy, lazima arejee kwa wale waanzilishi. Kwani wao wameanzisha demokrasia, wameitolea maana vipi, na walikuwa na malengo gani? Nasema demokratia si tamshi la Kiarabu, ni tamshi la lafdhatun yunaniyatun, tamshi la Kigiriki, the Greek word, yani neno la Kigiriki, kwa sababu wao Wagiriki ndio ambao wamevumbua kitu kinaitwa demokrasia, democracy. Kwa lugha yao wameita democratic wa Q, na wao kwa kizungu wakasema democracy, na sisi waswahili tunasema demokrasia. Kwa hiyo wao walipoidefine wenye wao demokrasia wakasema, kwa sababu kwanza limetokana, wanasema wenyewe na maneno mawili, demo and cratic. Neno demo na neno cratic. Demo ina maana ashab, watu wa jamii fulani au wa taifa fulani, na cratic ina maana ya asulta, mamlaka au hukumu. Kwa hiyo ni neno limetengenezwa na neno watu na mamlaka, watu na mamlaka. Kwa hivyo by definition wakasema hukumu shabi nafsihi binafsihi, hukumu ya watu wa taifa fulani au jamii fulani kujihukumu wao wenyewe.
by definition tayari ushapata mwanga. Kumbe demokrasia ni hukumu ambayo watu wamekaa wakaipanga wakakubaliana kisha wakahukumiana kwenye hukumu ile. Kwa hivyo kuna sura fulani ya kufanana. Hata sura watu walikaa kisha wakaangalia ansabu hili ni ipi, yani solution nzuri zaidi ni ipi. Na demokrasia pia walikaa wakaona tujiongoze kupitia hii na hii. Ndio maana watakuwa ni wenye kukosea wale ambao wenye kusema kuna haki fulani za kidemokrasia, kwa sababu haki za kidemokrasia si haki maalumu, kwa kuwa demokrasia ni vile watu fulani walivyokubaliana. Hata wakikubaliana vyovyote vile bila ya wengine kuingilia, tena mnavunja hukumu za kidemokrasia kivipi? Kwa sababu demokrasia ni vile ambao wamekubaliana hawa. Kwa hivyo ikiwa hawa wamekubaliana hivi, hawajavunja demokrasia. Na pia utagundua chingine kwamba demokrasia ni kuweka sheria ambayo itawaongoza watu, jambo ambalo katika sheria ya Uislamu ni katika yani haqqun min huquqi Allah subhanahu, ni haki katika haki za Allah. Allah yeye ndo ana haki ya kuwekea sheria waja wake. Amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, au wao wana washirika wamewekea sheria ya dini ambayo lam ya'zan bihi Allah, Allah hajatoa ruhusa watu wafuate dini hiyo. Sababu katika Uislamu atakayekhalifu Uislamu, hicho anachokifuata hicho ndio dini yake. Ndio maana wakiarifisha ar-ridda wa Uislamu au wanawachuoni wanasema al-khuruju min al-islam ila dini ghayrihi, kuacha na kutoka katika Uislamu kwenda katika dini nyingine. Hata mtu akisema mimi ni mpagani, sina dini yoyote, hivyo kuwa huna dini ndio dini yako, na hiyo sheria ambayo watu wamepangia itakuwa ndio dini yao. Kwa hivyo chingine cha kufahamu ni kwamba jambo la kuweka sheria katika miji ya kuongoza watu namna ya kuishi ni jambo ambalo min haythu al-umum wa min haythu al-jumla katika haki za Allah subhanahu. Na katika huku kupanga sheria Allah, kuna mambo akayawaacha watu washauriane wao kwa wao. Mambo haya ndio yatakubalika shura. Ama yale ambayo tayari kashayazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapata kubalika shura katika mambo hayo. Naam. Kwa hivyo hiyo ndio demokrasia maana yake. Iliyotangulia ndio maana ya nini? Ya shura. Lakini demokrasia wao wamezigawa, na ili maana yake ziwe demokrasia lazima zigawike, kwa sababu asili ya demokrasia imeanzishwa katika mji unaoitwa Athena kwa Kiarabu, madri maish bil-Ingilizia, sijui ipo kwa Kiingereza, lakini kwa Kiarabu wanaita Athena. Watu wa mji huu ndio ambao wamevumbua kitu kinaitwa demokrasia. Ukisoma katika historia yao, mji huu ulianzisha demokrasia fi al-qarni al-khamis qabla al-miladi, karne ya 5 kabla ya kuzaliwa Nabii Allah Isa. Yani toka amezaliwa Nabii Isa sasa hivi tuko 2025. Sasa wao miaka ya 600 huko kabla Nabii Isa kuzaliwa, kwa maana kabla ya kuanza hii kalenda 2025. Katika karne hiyo ya 5 walipokaa watu wa mji wa Athena wakavumbua demokrasia. Wanasema kijiji chao kilikuwa si kikubwa hivyo, ni watu wa mji fulani tu, sio kama ni Greek yote, sio Ugiriki yote, ni sehemu ya mji fulani. Wakakubaliana kila baada ya miezi takriban 6 au muda kadhaa watakutana kwa ajili ya kutoa maamuzi
ni namna gani tutajiongoza na tutajiendesha. Jambo likenda, lakini kwa vile mwanadamu akichukua mamlaka ya Allah hawezi kufanikiwa, wao wakafeli. Pamoja na kwamba mji ulikuwa una watu pengine hata unafika 20,000, lakini wakasema itakubalika hukumu itakayotoka ikiwa wajumbe waliohudhuria ni 6,000 kama fauku, ni kuanzia watu 6,000 na zaidi ya hapo. Kwa hivyo wakikubaliana kuna kikao cha demokrasia, wakafika watu 6,000, watu wengine 10,000, 1,000 hawajahudhuria, basi yale maagizo au yale kararati, yale maamuzi ambayo yatachukuliwa katika kikao hicho ndiyo sheria itakayoongoza. Wakati wao walisema ni hukumu ya shabu, watu wote. Kwa hivyo wale watu 1,000 ambao hawakuhudhuria, maana yake nini? Umewanyima haki yao ya kinini, ya kidemokrasia. Halafu walikuwa wakikutana wana muda wao maalum 6 saati, yani 6 hours, masaa 6 ndio wanajadili sheria zote. Kwa hivyo ikifika masaa 6 ya kujadiliana, tayari kikao kinafungwa. Yale ambayo alikuwa atasia sawa, kuna watu wako crash lakini muda haukutosha, basi ndio watakuwa sheria, hata kama yatawaumiza wengine, Kwa hiyo ikienda mwisho ikaharibika, sheria haikuweza kusimama, ikaharibika. Ilipoharibika ikaja ikafuka tena katika karne za 17 miladia takriban, yani miaka 1800 huko. Lakini sasa ile ya mwanzo ilikuwa wanaita yani ad-demokrasia al-mubashira, yani demokrasia ya moja kwa moja. Lazima watu wote washiriki katika kuongoza nchi. Lakini ilipokuja katika utaratibu mwingine sasa ikaja manake ndio ad-demokrasia ghairu mubashira, manake indirect democracy. Ikabidi sasa taifa kama taifa litakuwa na mamlaka ya kuongoza nchi yao, lakini uongozi wa juu itabidi watu wachague wale nuwabu, yani wale wawakilishi au wale a'dha'ul barlaman, manake wajumbe wa bunge barlaman, wale wabunge. Kwa hiyo wakachagua wawakilishi na wabunge kwa ajili ya kwamba hawa wakawawakilishe watu wa jamii fulani. Kwa demokrasia ya kwanza hamna kuwakilishwa, wewe mwenyewe unazungumza nini cha kufanya. Lakini demokrasia ya pili ikawa haikuwezekana, kwa sababu ile demokrasia ya kwanza ya mji wa Athena watu walikuwa ni watu wa mji mdogo ambao wanaweza kukutana. Pamoja na hivyo pia ilikuwa ikifika idadi fulani wengine hawakuhudhuria, basi wanafanyaje? Wale waliohudhuria madamu umefika 6,000 wale wanachukua maamuzi, halafu wale wanafanyaje? Wanayafanyia kazi yale maamuzi. Wale kwa hajahudhuria pia alikuwa hawezi kutoa mchango wake kwa sababu hajahudhuria. Kwa hiyo ule mji uliokuwa mdogo ambao ndio ulikuwa ukitabikisha ile demokrasia yenyewe pia ulifeli, kwa sababu haikuweza au haukuweza ule mji kukusanya watu wote kila kikao. Haijawahi kutokea kikao kimoja wakahudhuria watu wote halafu wakakubali, na wale hudhuria sio wote, kisha haijawahi kutokezea kwamba wote wakasapoti yale. Lakini wale wengine ambao wanayapinga yanayopitishwa wanakuja kuambiwa muda umemalizika, kwa tayari hizi nini ndio kararati ambazo sisi tutazifanyia kazi. Kwa hivyo haijatokea wakati demokrasia ile ya mwanzo ikaweza kufanya kazi kwa uhakika, kwa sababu hapo kuna watu pia waliwavua katika demokrasia yao, wakasema mtu ambaye sio mwenye asili ya mji wa Athena, labda yeye ni mkaazi ana miaka 50 pale toka ahamie, madamu asili yake sio hapa, atakuwa hawezi kuingia kwenye demokrasia yetu ya kuongoza nchi. Kwa nini sasa? Na yeye anaishi hapa, sheria zitakazozipanga zinaweza zikambana, zinaweza zikamdhuru. Wakafeli pia na hapo. Wa hakika wakasema an-nisa la yusharikna
wanawake na wao hawashiriki, warakik na watumwa hawashiriki katika maamuzi ya kupanga sheria ya kuongoza mji wa Athena. Na huo ulikuwa ndo mji mdogo, pia wakafeli kuongoza, kwani wanawake wana haki zao. Lakini walipokuja watu wa demokrasia hii ambayo iko sasa hivi duniani, ndio wako na kelele nyingi kuhusiana na wanawake. Hebu tukumbusheni, demokrasia yenu ya asili ilikuwaje kwa wanawake? Ilikuwa wanawake si wenye kushirikishwa kabisa katika hata yale ambayo yanawahusu wenyewe wao, bali wao wanapangiwa. Hii kwa ufupi katika upande wa historia ya demokrasia na aina zake. Naam, demokrasia ina madhahiri, yani yale mambo ambayo yanaonyesha kwamba hii demokrasia. Katika mambo hayo siyadatul umma, wanasema manake ubwana wa umma, yani siyadatul sha'b. Wanasema taifa, wale watu ndio wawe na mamlaka ya kuongoza nchi, na sio wale viongozi ambao wapo. Yani mamlaka ya kuongoza nchi ni ya wananchi na sio ya viongozi fulani. Sio, mnafahamu? Yani ili hiyo demokrasia lazima mamlaka ya kuongoza ile nchi iwe kwa nani? Kwa wananchi na sio kwa viongozi. Hili pekee yake la kinyume na Uislamu. Fahamu? Uislamu umewaweka viongozi na wale viongozi ikawakalifisha baadhi ya mambo. Kwa ajili hiyo demokrasia ikashindwa kusimama hapa, kwa sababu kama umma, kama watu ndio ambao wanaongoza nchi, mbona inawezekana watu wa 50% na zaidi wakakataa jambo fulani na serikali ikafanya? Kwa nini ifanye? Na mamlaka ya kuongoza nchi ni wananchi, kuonyesha kwamba ni nidhamu ambayo haiwezi kusimama sawa sawa. Yani yule rais yeye hana mamlaka, halafu hawa wananchi wao ndio wampangie rais fanya hivi. Kisha kuna nchi hiyo ikafanikiwa? Hakuna. Nchi zote zinadai kwamba ni nchi za kidemokrasia zinakwenda kwa sababu hakuna ambacho, yani kila ambalo raia unataka hakuna mpaka ile. Kwa hiyo katika alama za kuonyesha demokrasia ni kwamba asiyada, ule manake ubosi unakuwa ni shabi, ni taifa, wale wananchi wao ndio wanapanga na kupangua nini tunataka wewe fanya, nini hatutaki wewe usifanye. Kingine ambacho ni maarufu alhukmu lilaghlabiyya, kama hukumu ambayo itapita ni ile ya aghlabia ya watu wengi. Sasa kama hukumu ni ya watu wengi, au wengi ni wangapi? Wanasema hata kama itakuwa 51 kwa 49, tayari 51 ndio wengi. Kwa ajili hiyo sasa yataheshimiwa na kufanywa kazi maamuzi ya wengi. Hii tuchukue kwa mfano Zanzibar, 51 ya Wazanzibari wote ni watu takriban, tuseme sasa hivi tuko milioni 1.8, sio? Takriban watu milioni 1 ndio 51, na 49 watu 800,000. Sasa watu 800,000 hawana nafasi ya kuamua vile wanataka kwenda, wakati demokrasia ni hukumu ya watu kuongoza wenyewe wao. Sasa hawa watu 800,000 hawa wao si watu? Watu kwa nini hawajiongoza wanataka? Wamezidiwa. Basi itakuwa kumbe demokrasia si hukumu ya watu kujiongoza wenyewe wao, bali ni hukumu ya aliyeshinda. Kuna tanakud. Afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ingelikuwa Qur'ani imetoka kwa asiye kwa Allah, watu wangepata tofauti nyingi katika Qur'ani. Lakini kwa vile Qur'ani inatoka kwa Allah, huwezi kupata tofauti katika Qur'ani. Lakini katika sheria ambazo wamezipanga watu, basi tofauti ni nyingi sana. Kwa hivyo katika madhahiri ya demokrasia wao wanasema alhukmu lilaghlabiyya. Kwa hivyo wanasema watu asilimia nyingi wakikubaliana juu ya uovu mkubwa wao, shirki, hawatu 51
wakakubaliana shirki iruhusiwe, watu wamshirikishe Allah. Kwa mujibu wa demokrasia nini? Sheria hiyo ndio ipite. Halafu hawa watu wa 49 wakakubaliana watu waabudu Allah peke yake, wasimshirikishe Allah na chochote, maasi yakataziwe. Basi hawa hawana nafasi ya kufanywa kazi mawazo yao, hata kama yamefikiana na mawazo, hata kama yamefikiana na sheria ya Allah. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio demokrasia. Alhukmu lilaghlabiyya, maana hukumu ni kwa wale wengi, walio wengi wape. Hizo mbili ndio ambazo madhahari maarufu zaidi za demokrasia, kwamba shaabi ndio yenye mamlaka, taifa ndio lina mamlaka na sio kiongozi, na pia hukumu ni kwa aghlabia bighadhi nadhari, yani bila ya kuangalia kwamba hawa aghlabia wamesimama katika haki au wamesimama katika batil. Na nyinyi mnajua hili pia wameshindwa kulitabikisha kama walivyotabikisha lile la kwanza, kwa sababu kuna nchi ngapi ambazo zinaongoza kidemokrasia, halafu wale wachache ndio wanaongoza na wale ambao wako wengi wanaongozwa? Nchi ngapi? Zipo ni nyingi, kuonesha kwamba hawawezi kuisimamia hiyo ambayo wameita nini? Demokrasia. Kingine sasa, mawqifu al-islami min ad-demokratia, msimamo wa Uislamu kuhusu demokrasia. Baada ya kuangalia kwa ufupi ndio nini, nianza wapi, Uislamu una mawqifu gani juu ya demokrasia. Hapa tuangalie mawqifu ya Waislamu, ni mawqifu ya Uislamu. Maana Muislamu anaweza kukhalifu Uislamu, bali wanaweza wakakaa watu, kikundi cha watu cha Waislamu wakakubaliana wakhalifu Uislamu. Ili lipo. Sisi tunaangalia Uislamu kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa Sunna. Tukiitia demokrasia katika Uislamu, mawqifu yetu kama Uislamu, mawqifu ya Uislamu, demokrasia inakuwa na nafasi gani? Awalan, cha mwanzo tufahamu alhukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi. Kukihukumu kitu ni tawi ya kukijengea picha kile kitu. Yaani ukitoa hukumu ya kitu, maana wewe kwanza umekijengea picha kile kitu kwa kifahamu, ndio ukakitolea hukumu. Alhukmu ala demokratia yambani ala tasawwuriha. Kwa hivyo kuihukumu demokrasi, jambo hili linajengeka juu ya vile unavyoitasawwari wewe, unavyojengea picha demokrasia ikoje. Ukishajua demokrasia ikoje, ukishajengea picha, ndio utajua namna gani uihukumu demokrasia. Fahia, basi demokrasia ilivyo bihasabi taarifiha, kwa mujibu wa definition yake ile. Tunasema hukumu shaabi binafsihi, hukumu ya watu kujiongoza wenyewe bila ya mwongozo wa Qur'ani wala Sunna, watu kujiongoza wenyewe. Kwa taarifu hii, ukishajua taarifu yake, tayari ushapata tasawur, demokrasia iko hivi. Wa min al-ma'lumi anna al-hukma at-tashri'iyya fi al-islam lillahi ta'ala wahdahu la lil-bashar. Katika mambo ambayo yanajulikana kwamba jambo la kuweka sheria ya Uislamu ni jambo la Allah peke yake, hana mshirika katika hilo. Hakuna mshirika kuweka sheria isipokuwa Allah wahdahu la sharika la lil-bashar. Jambo hili si la watu. Na demokrasia, sheria wanatunga nani? Wanatunga watu. Kama qala ta'ala, inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa kwa Allah peke yake, yeye ndo anahukumu. Amara alla ta'budu illa iyyahu, Allah ambaye hakuna hukumu isipokuwa kwake, yeye ameamrisha ya kwamba msimwabudu isipokuwa yeye Allah. Wakala subhana ala lahu alkhalqu wal amru, eleweni ya kwamba Allah viumbe ni vyake na amri ni yake. Yeye Allah ndio anamwamrisha huyu hivi na ndio anamkataza huyu hivi, jambo ambalo ni tofauti na nini? Demokrasia ni watu wenye wao kujiamrisha na kujikataza. Wasamma Allahu jalla wa ala hukma al-bashari hukma al-jahiliya,